Nasla mwanangu. Nasla mwanangu, nini? Nini mwanangu Nasla? Mwanangu imekuaje? Nilimkuta karibu na msikiti kule amedondoka, sasa sijajua amepata na shida gani, nikaona ni vyema nimlete. Yaani hali mwanangu wewe inamtokea, sasa sijui ndio ugonjwa wake ule mimi hata sielewi. Kiona mwanangu, ngoja niende mara moja jikoni, ninamtafutia dawa yake. Sawa. Ngoja nimlegeze hapa. Maana huwa inaniletea shida sana, najua sawa dawa yake. Lakini yani ugonjwa. Mwanangu, bila shaka wewe ni mtoto wa mama Yohana. Ndiyo, na Yohana mwenyewe ni mimi. Nashukuru mwanangu kwa kuniletea binti yangu. Hii hali huwa inatokea kila mara, na ndio maana huwa naijua hata dawa yake. Sasa hivi ataendelea vizuri. Basi haina shida mama, kama atakuwa sawa ataendelea vizuri, basi mimi sina budi kuondoka. Nashukuru sana mwanangu. Haya. Nashukuru. Mwenyezi Mungu ambariki sana huyu kijana. Sijui mwanangu Nasra angekuwa katika hali gani. Kwa kweli ugomvi mwingine hauna maana. Ona sasa, wazazi tunagombana lakini watoto wameweza kuokoana. Mama. Mwanangu. Mwanangu huyo umeamka? Kasho. Marahaba vipi? Safi, nimefikaje hapa? Nimefikaje? Mbona sikumbuki chochote? Ni kweli usikumbuka kwa sababu umekuja hapa hakuwa sawa. Umeleta umezimia. Aliyekuleta ni Yohana. Anasema amekukuta msikitini umedondoka. Yohana ndo ameleta hapa? Yohana ndo aliyekuleta. Asante. Mwanangu, kumshukuru sio mimi. Kwa kumshukuru ni Yohana. Kwa sababu Yohana ndo aliyekuokota huko. Ndio unashangaa kubeba mkuku kukuleta hapa. Ndio mimi kukulaza hapa, tukasaidiana na Yohana ndio kukulaza hapa mwanangu. Lakini nashukuru Mungu pia umeamka. Maana ulikuwa hauna hiyo hali. Huwezi kukumbuka. Maana yeye anasema tu alikuwa ametoka kwenye mishe zake huko, anafika maeneo ya msikitini pale mwanangu, anakuta umedondoka. Ndio akasema ngoja kwa sababu una salamu, ngoja nimchukue nimpeleke kwao. Ndio maana anashangaa mtu anagonga mlango, wamekubebelea mkuku. Ndio nikakuchukua nimweke hapa. Unajisikiaje kwani? Najisikia vizuri, kichwa bado kinaniuma kidogo. Utakaa sawa. Ni kweli hatujui ni kitu gani kimekupata. Lakini nafikiri siku ya kesho itabidi tuende hospitali sasa. Tukaangalia ni kitu gani kinakusumbua kwa sababu kudondoka tu. Ingawa unajuaga ule ugonjwa wako. Unajua ukisimama muda mrefu kwenye jua na kuletaga kizunguzungu kwa umesahau mwanangu. Sawa. Wewe nenda kaoge, ukikaa sawa, nikakutafutia na zile dawa zako. Nenda kaoge basi mwanangu, mwenyewe niweze kupikia hapa. Kaoge nipate nguvu. Mama, nimekuja hapa, nimebisha hodi kwenye malango yako, lakini umenifungulia.
Nimekuja hapo kueleza hisia zangu kuhusu mwanao Nasra. Ni binti ambaye nimetokea kuvutiwa naye, ninampenda kutoka moyoni. Ningependa kusema kwamba nahitaji kumuoa ili awe mke wangu. Mke wangu namaanisha kwamba awe mke wangu wa ndoa. Sasa nimekuja nahitaji idhini yako, idhinishe kwamba nimuoe. Mama, niseme niko tayari hata kubadili dini kwa ajili ya Nasra. Mama, naomba tafadhali ukubali hili ombi langu. Na nia njema na mwanao niishi naye kwenye maisha yangu. Nilikuwa naomba uidhinishe mapenzi yangu mimi na Nasra. Nampenda sana Nasra na nahitaji awe mke wangu wa maisha yangu yote. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Naomba ukae na kwanza. Basi mwanangu, simemwelewa Yohana anachokiongea. Nimeelewa. Ina maana Yohana amekuja mpaka hapa nyumbani, ana maana kubwa kwamba hataki kukuchezea. Kumbuka vijana sasa hivi mwanangu ni wanachezea tu, lakini kijana wa watu ametoka alikotoka huko amefika mpaka hapa. Ina maana ana nia nzuri na wewe. Sio, umeelewa mwanangu? Sawa. Ile mwanangu, mimi sina neno katika hili. Pia mwanangu Yohana yuko tayari pia atakubadilisha. Kwa maana kijana ambaye ni wa maana sana. Kwa hiyo mwanangu, mimi nafikiri hili nimekuachia wewe na Yohana. Mimi sina neno katika hili. Mimi nafikiri mgana na Yohana ni ajadili. Yohana mwanangu. Naam. Mimi sina neno pia. Kama nilivyomwambia mzee Nasra. Mkae mjadili. Mimi milango nafungulia iko wazi kabisa. Sina neno kwa sababu ninafurahi sana. Tunawatakia kila la heri. Kajipange na familia yako. Ukishajipanga, milango iko wazi. Karibuni sana. Pia nafikiri kuna baadhi ya vitu tutaviandika ili wewe uje na mshenga wako, nafikiri tutakuwa tunazijua. Uje na mshenga ili masuala mengine yaendelee. Awe la ndoa. Nashukuru sana mwanangu. Karibu sana. Niseme mama, ni swala dogo sana hilo, na siku 2-3 zijazo mshenga watakuja hapa kwa ajili ya kutoa mahali na kuja kuidhinisha hii ndoa yetu. Sema asante sana. Nishukuru, karibuni sana. Natakia kila la heri. Pia na mipango mema huko nyumbani nitakaoipanga. Asante basi mama, sina budi kuwaacha. Ngoja mimi niendelee na mihangaiko. Sawa mwanangu, karibu sana. Haya, asante sana. Haya mwanangu. Nasa mwanangu, kabadili umchangie. Ila sasa mambo akaanza kumsindikiza mpaka sijui wapi huko staki. Kuna kazi zinaendelea hapa nyumbani. Haya, nenda haraka. Kwa tushinda hata kupiga. Wewe mpige story gani bwana, bado hujawa mke mwema. Unajua Yohana, yani sikutegemea kabisa kama ungeweza kuongea na mamangu kama vile unajua. Ndio nafanya hayo yote kwa ajili yako. Nashindwa kula, nashindwa kulala na kuwaza wewe muda wote. Ndapo utanikubalia, moyo wangu utafurahi sana. Usijali Yohana. Tegemea jibu langu muda wote kuanzia sasa hivi, maana sikutegemea kama wewe kumbe ni mtu mkarimu kiasi hicho. Usijali. Sawa basi, naomba nikutakie siku njema. Haya. Acha niwahi kanisani. Ufike salama. Haya.
Oi, oi, oi. Oi, vipi shaka? Vipi ndugu yangu Tokome? Swali cho wangu. Freshi, harakati hapo. Swali tu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda vizuri. Sahihi ndugu yangu. Wapi? Niko kijiweni hapa shaka. Mazingira yako hapo. Shaka. Naona kutengeneza activity yako hapo. Mataka fulani hivi watu enjoy. Bwana. Sasa? Naam shaka. Sikia mwanangu, nataka kesho unisindikize msikitini pale. Masjidi masuala kuslimu kesho mida fulani vya saa 5. Sawa basi shaka wangu usijali. Sema wewe tukikutana nitakwambia. Tutajua kesho afu tutaenda hiyo mida fulani vya saa 5. Sawa shaka usijali. Usiniangushe ndugu yangu, nakutegemea wewe. Siwezi kukuangusha, jambo la kheri hilo. Nakutegemea wewe sana ndugu yangu. Kesho tufike pale. Usijali shaka wangu, mapema. Basi poa, hamna noma mwanangu. Sawa shaka. Poa. Nitatokea mida fulani hivi hapo. Haina shida shaka wangu. Mida fulani hivi nitakupanga fresh na nikatokea hapo kama umetoka fresh. Poa. Karibuni sana. Karibuni ofisini kwenu. Namshukuru sana. Ndio. Na kama hivyo unavyotuona Sheikh, ndio. Nimekuja vizuri zaidi na nguo, nafikiri ni kheri sana. Nashukuru sana. Karibuni sana. Huyo anaitwa Bwana Yohana. Ndio. Na huyo anaitwa Bibi Nasra. Ndio. Katika harakati tu za maisha, bwana mkubwa ametokea kumlizia bibie, lakini bibie ni wa Kiislamu. Kwa mujibu wa mguu ulioleta hapa ni jambo jema kidogo. Na nadhani ninapokuja kukueleza utafurahi. Huyu anaitwa Yohana. Huyu bwana ni Mkristo. Ndio. Lakini amekutana na Bibi Nasra. Nasra yeye ni Muislamu mwenzetu, na kuna jambo ambalo linataka lifanyike. Jambo hilo nafikiri litakuwa la kheri zaidi. Mwenyezi Mungu anataka kufanya wepesi ili swala liende. Huyu kwa sasa hivi tumekuja hapa kumleta ili aje kubadilisha dini. Yaani tumsilimu, Aje kusilimu. Awe Muislamu mwenzetu ili lifanye jambo hili na Bibi Nasra. Sawa. Asante. Bwana Yohana. Naam. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante. Na tunakukaribisha sana katika Uislamu. Asante, nashukuru. Moja, sisi katika Uislamu haumforce mtu kuwa Muislamu. Maana yake inabidi wewe mwenyewe utokee kuupenda Uislamu na unakuwa Muislamu. Ikitokea watu wakakuforce kuwa Muislamu na ukawa Muislamu kwa sababu ya kufosiwa, Uislamu huo hautambuliki. Maana yake wewe mwenyewe unatakiwa uhiari. Sawa sawa? Ndio. Yani iwe ni hiari yako kutoka moyoni kwako. Usionekane kwamba umesilimu ili umuoe Nasra. Sawa? Usilimu kwa hiari yako, na haya matokeo ya Nasra yawe ni baada ya wewe tayari kusilimu. Je, umeamua kusilimu kwa hiari yako? Ndio Sheikh, kutokana na mapenzi yangu ya mimi na Nasra, ukiacha mbali pia mimi mwenyewe dini ya Kiislamu ninaipenda kutoka moyoni. Kwa hiyo sikuona tabu na shida kusilimu dini kwa ajili ya mwanamke Nasra. Hapana, nimekubali kutoka moyoni. Asante. Nashukuru. Sasa kusilimu sisi katika Uislamu sio process kubwa. Ni process ndogo tu. Ni maswali machache na kuuliza, alafu baada ya kukuuliza maswali haya nitakutasemesha maneno. Ukishamaliza kuyasema haya maneno tayari wewe ni Muislamu. Sawa sawa? Ndio. Moja, majina yako kamili kwa sasa unaitwa nani? Naitwa Yohana. Ndio. Zakaria. Kasemo. Sasa umri wako? Nina umri wa miaka 25.
25. Kabila yako? Kabila langu ni Msafwa. Msafwa. Kabla ya hapa ulikuwa unasali kanisa gani? Kabla ya hapo nilikuwa nasali Roma. Dhehebu la Roma. Roma Katoliki. Sawa. Basi ni baada ya kujua haya, malengo ya kuyajua haya tutayajaza kwenye cheti chako cha kusilimu. Huwa tunakuwa na vyeti maalum vya kusilimu. Baada ya hapo tutakujazia cheti hichi, utakiwekea picha. Maana yake leo na kesho sisi, wewe una haki kwetu sisi Waislamu ukishakuwa Muislamu. Sawa? Ndio. Utanipa mkono, nitakutamkisha maneno na wewe utarudia. Bwana Yohana Zakaria Kasembwa. Ndio shehe. Ninatamka maneno haya na wewe unarudia. Sawa? Ndio. Sema. Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah. Ya mara ya mwisho. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nashuhudia kwa moyo. Rudia. Nashuhudia kwa moyo. Na ninatamka kwa ulimi. Ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja. Na mtume Muhammad ni mtume wa Mungu. Na Isa au Yesu sio Mungu, ni mtume wa Mungu. Tayari ushakuwa Muislamu. Asante. Tayari kuanzia leo ushakuwa Muislamu. Sasa jina unalolichagua katika Uislamu, unachagua jina gani? Mimi shehe nikipenda niitwe Tariq. Kwa hiyo kuanzia leo utaitwa Tariq Zakaria. Kuanzia leo utaitwa kwa jina la Tariq Zakaria. Tayari ushakuwa Muislamu. Asante sana. Karibuni sana. Sheikh. Unakuja kibada. Basi hapana shaka, nashukuru sana. Karibu. Odi jamani. Mama, shikamoo bwana. Marhaba. Habari? Salama. Bi mkubwa wewe. Nimeamua leo kuja kukupa taarifa yani ya udodoso, lakini sidhani kama hii taarifa imekuwa official. Bwana, nimesikia mwanao Yohana anaoa. Wewe? Anaoa? Anaoa ndio. Kwani wewe hajakupa taarifa? Wewe. Kakome. Bi mkubwa Yohana anaoa. Matani sitaki. Yaani mimi nishazoeleka mtu wa matani siku zote. Sitaki matani. Mimi nishazoeleka mtu wa matani. Kwa hiyo ndio maana unachukulia hilo swala kama la utani, lakini Yohana anaoa. Kadi hujapewa, mimi kadi nayo. Eka ushahidi mezani. Tino tano sio. Bibi mkubwa, mimi sina hata mambo mengi kusema. Yaani nina kikadi cha harusi. Kikadi cha harusi sijui nimekiacha wapi, toko nimekiacha nyumbani, lakini baadaye nikipita tu hapa nitakuletea ukiona. Anaoa nani? Anaoa Yohana. Anamuoa nani? Anamuoa binti Nasla. Bwana Yesu. Ututetee. Ndio hivyo bibi mkubwa. Bwana Yesu ututetee. Mimi nimekuja kukupa taarifa. Yohana anaoa. Ya kweli? Yohana anaoa. Na pia yaani mimi nasema kweli.
na mapenzi yamekuwa hivi. Shata. Hapa mta. Yaani kila kona ukipita utasikia Yohana Nasla, Yohana Nasla. Kuna wewe. Anaitwa Mohamed. Mimi hiyo taarifa nimekupa mama. Nenda. Naye. Kwa hiyo